For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina ya biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6:33. Kingdom Jobs, Mathayo 9:36-37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2020. Somo letu la leo linasema nini? Safety is dangerous. Salama ni hatari. Salama, safety ni kuwa salama. Unapotaka kuwa salama, ndivyo jinsi unavyojihatarisha. Unapotaka kuwa salama, ndivyo jinsi unavyojihatarisha. Safety is dangerous. Tutaangalia kwenye maandiko. Kumtumikia Mungu ni hatari, lakini ni salama. Nataka tu ujue hiyo, kumtumikia Mungu ni hatari, lakini ni salama. Ni hatari, lakini ni salama. Tutaangalia kwenye maandiko. Kwa hiyo ukitaka kuwa sana katika hali ya usalama, ndivyo jinsi unavyojihatarisha. Ndivyo jinsi unavyojihatarisha. Kwamba lazima ujitahidi uondoke katika eneo la usalama, uanze kufanya kazi. Neno la Mungu linasema nini? Usipende usingizi, usije ukawa maskini. Fumbua macho yako nawe utashiba chakula. Utashiba chakula ukifungua macho. Kwamba kutaka usingizi ni kutaka kuwa salama. Kutokutaka usingizi ni kujihatarisha. Tutaangalia aina mbili za kujihatarisha. Tutaangalia aina mbili za kujihatarisha. Tutasimamia kwenye maandiko gani? Tutasimamia kwenye kitabu cha Yohana 12 mstari wa 24 na wa 25. Tutaangalia kwenye kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 na 26. Tutaangalia kwenye kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16. Tutaangalia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Tutaangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tutaangalia Hesabu Numbers 13 mstari wa 30 mpaka 33. Tutaangalia kwenye kitabu cha Waebrania Hebrews. Somo letu la leo linasema nini? Safety is dangerous. Kutaka kuwa salama ni hatari. Waebrania 11 mstari wa 1 mpaka 35. Utaona mashujaa wa imani, watu waliojihatarisha. Na kuna aina mbili za kujihatarisha. Tutaziona leo. Tutaangalia kwenye Danieli sura ya 6 mstari wa 16 na 21. Tutaona pia kwenye Danieli sura ya 3 mstari wa 16 na 25. Tutaona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 14 mstari wa 30 mstari wa 22 mpaka 33. 22 mpaka 33. Tutaona kwenye kitabu cha Warumi 8 mstari wa 19
Tunaona kwenye kitabu cha Waebrania, Hebrews sura ya 5 mstari wa 8. Nitakupatia na mistari mingine mbele ya safari. Somo letu tunasema safety is dangerous. Kuwa salama ni hatari. Kuwa salama. Mtu anatafuta tu usalama. Ndio sababu kuna neno kujihatarisha. Kujihatarisha. Sasa kuna aina mbili za kujihatarisha. Wewe ndio utakayechagua. Kuna kujihatarisha kwa imani na kuna kujihatarisha kwa kuona. Kujihatarisha kwa imani kunaambatana na neno la Mungu. Kunaambatana na neno la Mungu. Kwamba umesoma Biblia, ukawa na andiko ambalo unasimamia, unajihatarisha kwa imani. Lakini kama ukijihatarisha kwa kuona, hiyo sio imani. Biblia inasema, neno la Mungu linasema tuenenda kwa imani, sio kwa kuona. Tunaenenda kwa imani. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7, tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Kwamba katika kujihatarisha, unajihatarisha kwa imani. Unajihatarisha kwa imani, sio kwa kuona. Kwa ni eneo ambalo inabidi ulifanyie kazi. Hilo ni eneo ambalo inabidi ulifanyie kazi. Kwamba watu wengi sana duniani wako salama, hawajajihatarisha. Wako salama. Na ukiwa salama unakuwa maskini. Ukijihatarisha kuna kitu unafanya. Kuna kazi unafanya. Kuna kitu umethubutu. Ukiwa salama tu, lazima uwe maskini. Watu wote ambao wanafanya vizuri duniani walijihatarisha. Walijihatarisha. Ukisoma kwenye kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 6, nataka, kwa sababu Mungu anataka kila mtu ajihatarishe kwa imani. Joshua sura ya 1 mstari wa 6, Mungu anamwambia Joshua, uwe hodari na moyo shujaa. Uwe hodari na moyo shujaa. Ujihatarishe kiimani. Niko pamoja nawe. Joshua ameambiwa mara 7. Ile andiko limejirudia mara 7 kwenye chapter 1. Baada ya Musa kufa, Mungu akamwambia Joshua, wewe ndio utaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Wewe ndio utabeba msalaba. Joshua akamwambia Mungu, mzigo ni mzito. Akaambia uwe hodari na moyo shujaa. Niko pamoja nawe. Popote utakapokanyaga utamiliki. Sasa leo hii ukiwa unataka kuwa salama muda wote, unakuwa maskini. Lakini ukiwa tayari kujihatarisha, unakuwa tajiri. Unahatarisha muda wako, unahatarisha maisha yako, unahatarisha familia yako, unahatarisha kila kitu ili uweze kufanikiwa kwa kufanya kazi. Kwa kufanya kazi. Na kuna eneo ambalo tunataka tuliangalie. Kuna neno risk. Risk ni kujihatarisha. Risk ni kujihatarisha. Lakini kuna neno sacrifice. Dhabihu. Sasa sisi wa Kristo atujihatarisha, tunajitoa dhabihu. Tunajitoa nini? Dhabihu. Atujihatarisha kwa sababu kujitoa dhabihu ni kujihatarisha kiimani. Sio kujihatarisha kwa kuona. Unajitoa dhabihu kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya familia yako. Sasa kama huwezi kujitoa dhabihu, ni ngumu kufanikiwa. Ni ngumu kufanikiwa kwa sababu, hebu tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 5. Tutaruka twende 14, tutaruka twende mstari wa 15, tutaenda 14 na 15. Neno la Mungu linasema, nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyeni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Mstari wa 14, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri yako. Mstari wa 15, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa nao utanitukuza. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa nao utanitukuza. Sasa ni mtu aliyejitoa dhabihu
wanamuita Mungu siku ya mateso, na Mungu anamuokoa naye anamtukuza. Sasa kama umejitoa dhabihu kwenye eneo gani? Sisi tumejitoa dhabihu, mimi nimejitoa dhabihu kwenye kumtumikia Mungu, nimejitoa dhabihu kwenye kumshukuru Mungu kila baada ya dakika 60 kama Daudi alivyofanya. Anaingia kwenye maombi mara 3 kwa siku na mara 7 anamsifu Mungu, kwamba mara 10 kwa siku Daudi yuko ndani ya uwepo wa Mungu, amejitoa dhabihu. Sasa lazima ujitoe dhabihu kwenye eneo fulani ambalo kujitoa dhabihu hicho kitu unafanya kila siku kwa ajili ya Mungu. Najitoa dhabihu kwa ajili ya kwenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua, kupika, kufanya kutunza mazingira, kwenda hospitalini kuombea wagonjwa, kwenda kuhubiri injili barabarani, kwenda magereza, kwenda kwa watoto wa mtaani, kwenda kwa walemavu. Unajitoa dhabihu. Sasa kama hujajitoa dhabihu, ni ngumu Mungu kuoperate na wewe. Mungu anatafuta watu ambao wamefanya nini? Wamefanya agano na yeye kwa dhabihu, kujitoa. Yesu alijitoa dhabihu. Alijitoa dhabihu kwa nini? Kwa watu wote. Sasa leo wewe unajiuliza, umejitoa dhabihu kwa ajili ya watu gani? Utakuta umejitoa dhabihu kwa ajili ya familia yako. Basi uko tayari kufa kwa sababu ya nini? Ya familia yako, lakini uko tayari kufa kwa sababu ya mtu mwingine yote. Sasa inabidi ujitoe dhabihu, uende extra mile, uende hatua nyingi zaidi kujitoa dhabihu, kwa sababu kitakachokusaidia kubadilisha historia ya maisha yako ni pale utakapojitoa dhabihu kwa ajili ya kitu fulani. Uko tayari kufa kwa sababu ya kile kitu. Na Mungu akiona mtu amejitoa dhabihu, Mungu anaingilia kati. Daudi wakati simba na dubu wanakula mbuzi za watu wengine na kondoo wa watu wengine, alisema simba na dubu hawatakula kondoo wangu. Alijitoa dhabihu baada ya kuona simba anafuata kundi lake la kondoo. Akajitoa dhabihu kwenda kumuua simba. Sasa Mungu akaingilia kati. Daudi akajitoa dhabihu kwa ajili ya ishu ya Goliath. Mungu akaingilia kati. Sasa jiulize leo, umejitoa dhabihu kwenye eneo gani? Yaani kwa lugha ya Kiswahili umejiatharisha kwenye eneo gani? Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego walijitoa dhabihu kutupwa kwenye tanuru la moto, kutupwa kwenye tanuru la simba. Sasa leo unajaribu kuangalia ili Mungu aingilie mambo yako, ili umuite Mungu wakati wa mateso. Umejitoa dhabihu kwenye eneo gani? Lile eneo lilojitoa dhabihu Mungu atakalo kutamkumbusha Mungu nalo. Anakwambia nikumbushe na njoo tuojiane. Eleza mambo yako upewe haki yako. Sasa unaeleza mambo yako yapi? Ni eneo gani ambalo umejitoa dhabihu? Unakuta unaishi salama. Ukiwa unaishi salama, hujajitoa dhabihu mahali popote. Unaishi salama, unaenda kanisani, unasubiri ukifo uko na mchungaji. Uko salama. Watu ambao wako salama sio wazuri, wanakufa maskini. Ukienda barabarani kuhubiri injili, hauko salama. Kuna mahali ukisimama unafukuzwa. Kuna mahali ukisimama unaanguka. Sio kumtumikia Mungu ni hatari, lakini salama. Kumtumikia Mungu sio salama, ni hatari. Sio hatari kidogo. Nikupe maandiko. Kumtumikia Mungu ni hatari sana, sio salama, kwa sababu kumtumikia Mungu unasema ukweli, na kusema ukweli ni hatari. Kusema ukweli nini? Ni hatari. Kusema ukweli tu sasa hivi unaweka ndani. Unaweka ndani sasa hivi. Kwa hiyo lazima uangalie neno la Mungu linasema nini. Kumtumikia Mungu sio kitu rahisi, ni hatari, lakini ni salama. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Yohana 12 mstari 24 na 25. Yohana 12 24 na 25. Yesu anasema, amin amin nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Mstari wa 25. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Ukiwa unaipenda nafsi yako utafanya nini? Utaiangamiza. Ukiwa unaipenda, kwa hiyo ni hatari. Kupenda nafsi yako nini? Ni hatari. Kwa nini tunasema kupenda ni hatari? Upendo una nguvu kama mauti. Ukisoma kwenye kitabu, ukishaipenda nafsi yako tu, wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 6. Wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 6, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema,
kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Upendo una nguvu kama nini? Kama mauti. Wimbo ulio bora sura ya 8 mstari wa 6. Upendo una nguvu kama mauti. Sasa ukiipenda nafsi yako unaiangamiza, unakuwa uko salama. Ukimwona mtoto wa mtu anafanya kitu kibaya, unasema sio kwangu, sitaki matatizo na watu. Ukiona kuna kitu kinatendeka sio vizuri, unasema no, unapita. Kuna mtu anaibiwa, mtu anaibiwa, unanyamaza kimya. Unaogopa kumwambia mtu anaibiwa kwa sababu unajua wala waizi watakurudia. Kwa sababu ukisema ni hatari kwako. Inabidi kujizatiti. Kweli uongo, wala waizi watakugeukia. Kwa sababu kila kitu duniani unachokiona sio salama. Inabidi ujihatarishe kwa imani, sio kwa kuona. Ujihatarishe kwa imani. Ujitoe dhabihu kwa ajili ya watu wengine. Ukiona kuna kitu ambacho hakiendi sawa, unasimama imara kwenye ile eneo. Jitoe dhabihu. Mandela alijitoa dhabihu kwa ajili ya South Africa. Akakaa ndani miaka 27, gerezani miaka, alijitoa dhabihu kwa ajili ya watu wengine. Sasa lazima ujiulize leo, Martin Luther King alijitoa dhabihu kwa ajili ya Wamarekani, akapigwa risasi. Sasa leo uko tayari kujitoa dhabihu kwa ajili ya kitu gani? Jitoe dhabihu kwa ajili ya kumshukuru Mungu labda kila baada ya risasi. Jitoe dhabihu kwa ajili ya kwenda kwa watoto yatima, kuwasaidia kufua, kupika. Jitoe dhabihu kwenye muda wako, kwenye eneo fulani, ili hata ukimkumbusha Mungu kitu, Mungu anaona kuna kitu umefanya. Unajua Daudi alikuwa na an exemption, msamaha wa dhambi. Daudi alikuwa anatenda dhambi, anasamehewa. Ana kibali cha kutenda dhambi. Kuna watu wamepewa kibali cha kutenda nini? Dhambi, kwa sababu amegusa moyo wa Mungu akitenda dhambi. Kuna viongozi katika serikali mbalimbali duniani, rais amemchagua, akitenda dhambi rais anafunika makosa yake. Kweli wao, kwa sababu rais anampenda. Kweli wao. Ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 10 mstari wa 12, Biblia ya Kiingereza inasema vizuri sana. Inasema love covers all sins. Yaani upendo unafunika makosa yote. Yaani ukiwa mtu anakupenda haoni makosa yako. Umeelewa? Love covers all sins. Upendo unafunika nini? Unasitiri makosa yote. Kwamba ukiwa unampenda mtu, atakuwa unampenda mtu wako, uone makosa yake. Uone. Na ndivyo Mungu akikupenda, aone makosa yako. Mungu amempenda Abraham, akuona makosa yake. Aone makosa. Sasa ni kwamba nikifanya kitu ambacho kitasababisha Mungu akupende, hata ukitenda dhambi, Mungu aone makosa yako. Bado anasema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kwamba kuwa salama ni kujihatarisha. Kuwa salama, kutafuta kuwa nini salama, ni kufanya nini? Ni kujihatarisha. Kwa sababu kwanza unakufa maskini, pili magonjwa yanakupata. Kwa sababu uko salama, au hujajitoa dhabihu kwa ajili ya kutumikia watu wengine. Kwa sababu maandiko yanasema wazi kabisa, ukiwa tayari kutumikia watu wengine, Mungu magonjwa hayakupati. Kutoka 23 mstari wa 25 na 26, Kutoka 23, 25 na 26, neno la Mungu linasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hakuna hakuna apata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako utazitimiza. Sasa ukiwa unamtumikia Mungu, umejitoa dhabihu kwa watu wengine, hesabu ya siku zako zinatimia. Kama hujajitoa dhabihu kwa ajili ya watu wengine, hesabu ya siku zako zinakuwa fupi. Kwa hiyo lazima ujitahidi, uangalie ni eneo gani ambalo unaweza kujitoa dhabihu. Uchague wewe mwenyewe, kwa sababu una masaa 24. Muda una. Unajua sasa ni kwamba ukiweza kupata nafasi ukakaa chini ukafikiri kwa kina kwamba umepewa masaa 24. Kila siku umepewa masaa 24 mapya. Ukajiuliza, katika masaa 24 leo nimemrudishia Mungu masaa mangapi? Ukajiuliza hilo. Na leo ukajiuliza, kesho ukajiuliza, kesho kutwa ukajiuliza. Alafu kuna kitu unachotaka Mungu akifanye kwenye maisha yako. Utaanza kutumia muda wako vizuri.
Kwa sababu sisi kwenye huduma tunafundisha sana swala la muda. Ni kitu ambacho unacho. Mtu ambaye hana muda yuko mochwari. Huyo mtu ameshakufa. Lakini wewe unayepumua una muda. Na muda ni fursa. Kwamba umefanya nini? Ni eneo gani umejitoa dhabihu? Umefanya agano na kitu gani kwenye haya maisha? Ukafanya agano na Mungu kwamba Mungu mimi nitafanya hivi, wewe fanya hivi. Kusoma kwenye Mwanzo sura ya 28. Mwanzo sura ya 28 mstari wa 20 mpaka 22, neno la Mungu linasema nini? Hebu tuangalie Yakobo aliweka nadhiri na Mungu. Yakobo Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka 22, neno la Mungu linasema Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila atakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Anaweka nadhiri na Mungu na ameshikilia jiwe. Ili jiwe litakuwa nyumba ya Mungu, litakujengea nyumba. Sasa leo hii kuna nadhiri yote umeweka na Mungu, na kuna kitu unachokifanya ili Mungu afanye cha kwako. Usipojitoa dhabihu, vitu havitokei. Yesu anasema nini? Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16. Yohana 15:16. Yesu anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa Baba kwa jina langu awapeni. Ukazae matunda. Swali ni kwamba unaingia kwenye maombi, kuna kitu unahitaji kwa Mungu, umezaa matunda gani? Kuna kitu cha kuonyesha ambacho umekifanya ili Mungu afanye cha kwako? Hiyo ndio changamoto tulionayo. Kwamba tunataka Mungu afanye vya kwetu, lakini hakuna kitu cha Mungu tunataka kufanya. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Lazima ujitoe dhabihu, uondoke kwenye safe zone. Stop playing safe. Acha kuwa salama muda wote. Jitoe dhabihu, kubali watu wakuseme, nenda barabarani kwa bidii njili, nenda katunza mazingira, nenda kwa watoto yatima, nenda kwa wajane, nenda kwa watoto wa mtaani, nenda kwa wazee, nenda katoe muda wako. Toa muda, utoe pesa, toa muda. Sisi hatufundishi mtu kutoa pesa hata siku moja. Tunafundisha mtu kutoa kitu alichonacho. Muda unao. Hatufundishi kutoa pesa, pesa utatoa mwenyewe. Unajua kumfundisha mtu kutoa sadaka ni kumuibia. Kumfundisha mtu kutoa fungu la 10 ni kumuibia. Ukishampenda Mungu, fundisha kutoa. Kwa sababu kila kitu tulichonacho ni mali ya nani? Ya Mungu. Ukipompenda mke wako, ulianza kutoa. Ukitaka mahusiano mazuri na watu, kutengeneza mahusiano, unaanza kutoa. Ukitaka kutengeneza mahusiano na mtu yote, unaanza kutoa. Ukiangalia wa China, wanatengeneza mahusiano na Waafrika, wanatoa. Wanawajengea mabarabara, mastadi, vile wanabeba mtandiko wakati mtandiko ukiwa na pesa. Wanaanza kutoa. Ukimwangalia Mungu alipoanza kutafuta mahusiano na wanadamu, baada ya Adam kufanya kosa, alimtoa Yesu. Alimtoa nani? Alimtoa Yesu ili apate mahusiano na sisi. Yohana 3:16. Yohana 3:16, neno la Mungu linasema nini? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Alianza kutoa. Sasa na wewe, ili kutengeneza mahusiano na Mungu, anza kutoa muda. Anza kutoa muda wako, toa dhabihu ya muda. Toa dhabihu ya muda. Sio dhabihu ya kitu kingine. Toa dhabihu ya muda kwanza, utamwona Mungu. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Nakumbuka muda haumsubiri mtu. Muda unapita. Kwa ufahamu, tumshukuru Mungu kwa dakika moja. Alafu tuendelee na somo letu linasema safety is dangerous. Kuwa salama ni hatari. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth.
Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa 7. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu. Tunafurahia na kuyashangilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 7 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunabariki majira ya saa 7 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 7 na matumaini ya Kristo, furaha ya Kristo, imani ya Kristo, uaminifu wa Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 7 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, fahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kuona maandiko, kuona fursa, kuona kazi, kuona maono, kuona biashara, kuona ndoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante Roho Mtakatifu kwa majira ya saa 7. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu uwe mwalimu wetu. Tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Kristo wa Nazareth, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kuwa pamoja na tunakukaribisha katika majira ya saa 7 uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Safety is dangerous. Kuwa salama ni hatari. Ukiona mtu anataka kuwa salama, anajihatarisha. Kumbuka wakati Petro alimuona Yesu, wanafunzi wa Yesu walimuona Yesu anatembea kwenye maji. Petro alijihatarisha kwa imani. Akamwambia, "Master, ni wewe?" Akamwambia, "Ndio." "Nije?" Akamwambia, "Njoo." Akaanza kutembea kwenye maji. Leo hii huwezi kuwa salama. Yaani ukitaka kuwa salama ndivyo jinsi unavyojihatarisha. Kila kitu duniani unachokiona kina side effect. Side effect Kiswahili ni madhara. Kina madhara. Kila kitu unachokiona duniani kina madhara. Ukiangalia vidongo unavyomeza kwa hospitali vina madhara. Ukiangalia maji unayokunywa na madhara. Ukila chakula sana ukishiba kuna madhara. Ukilala sana kuna madhara. Kwa sababu unaambiwa kila kitu kiwe kwa nini? Kwa kiasi. Self control. Kila kitu kiwe kwa kiasi. Kwa sababu kikizidi tu na madhara yanakuwa makubwa. Simu unayotumia na nini? Ina madhara, ina mionzi. Gari ina madhara, barabara unayopita na madhara. Unaweza kugongwa na gari sawa. Gari unalopanda na madhara. Sawa, unaweza kupata ajali. Nyumba ambayo tuko hapa ndani ina madhara. Inaweza kutokea tetemeko la ardhi. Sasa hivi na tukafia huko ndani. Sasa kwa hiyo lazima ukae chini uangalie kwamba hakuna kitu ambacho kina madhara. Kuna mtu mmoja mwenye hekima alisema, "Is a risk if you don't take a risk." Ni hatari kama hujajihatarisha. Kwa lazima ujihatarishe. Ndio sababu ndege tai akiona kimbunga kinakuja, ni ndege ambaye anakwenda juu futi 20,000. Akiona kimbunga kinakuja kwa kilomita 360 kwa saa, anaingia kwenye kile kimbunga, anacheza kule ndani. Ndege wengine wote hawezi kufika mahali tai anafika. Ile ndege hewa hawezi kule juu, ndege wengine hawezi kupumua. Kwa sababu kama hawa kunguru wakiwa wanamfuata tai waga kitu anachokifanya, anakwenda juu. Anakwenda anajua huku juu hawezi kupumua, wanamwacha. Hawezi kupumua. Mahali tai anakaa, ndege mwingine hawezi kaa. Sababu unakuta tai iko mwenyewe na Mungu amejifananisha na tai. Kwa hiyo sasa lazima uangalie kwamba tai ni ndege ambaye anajihatarisha muda wote. Tai akifikisha miaka 40, tai anaishi miaka 120. Huyu ni ndege. Akifikisha miaka 40, inabidi afanye maamuzi magumu ya kujihatarisha. Anakwenda mlima Kilimanjaro, mahali anatafuta kuna korongo, sehemu ina baridi sana. Anachukua chakula siku 150. Akifika pale anajinyoa manyoya yote. Ameshafikisha miaka 40. Kwa sababu hawezi kuruka kwenda juu, hawezi kuwinda, yale makucha ameshapinda. Anang'oa yale makucha yote kwenye mikono. Alafu anapiga ule mdomo kwenye jiwe mpaka unang'oka.
anakaa siku 150 anaota manyoya mengine mapya na makucha na mdomo mwingine mpya. Ujana wako umerejeshwa tena. Tuko pamoja? Kwa sababu Biblia inakwambia tarejesha ujana wako kama nini? Kama tai. Ni kwa sababu tai anafanya maamuzi magumu. Anakwenda kwenye kipindi kigumu. Asipofanya ile maamuzi magumu anakufa. Sasa hebu niambie, are you ready? Uko tayari kufanya maamuzi magumu? Tai anajihatarisha kiimani. Sasa ile baridi amejitoa manyoya yake. Hebu niambie uambe piga meno yako kwenye jiwe yatoke yote. Ya wote mengine mapya. Unaweza kufanya? Unaona tai anafanya hicho kitendo. Anakaa tena miaka mingine mingapi? 40. Miaka 80. Ikifikia miaka 80 anafanya maamuzi tena magumu. Hivyo anafikia miaka 100 anakufa. 120 anakufa. Sasa hebu niambie leo hii umeshawahi kufanya maamuzi magumu kama tai? Lazima usipojihatarisha unakufa. Leo unaweza kuwa umekaa hapa Arusha zaidi ya miaka 20, 30, 40. Hakuna kitu cha maana umefanya. Umeshaweza kufikiri kujihatarisha kuondoka Arusha? Wewe sehemu nyingine yote tu uteseke miezi 3, miezi 6, mwaka mzima uteseke, lakini unajua kabisa nitaona nuru. Nuru iko mahali kwenye giza. Nuru haiko kwenye mwanga. Nuru iko kwenye nini? Kwenye giza. Kwa sababu inaitwa nuru. Nuru inaonekana kwa sababu iko kwenye giza. Tuko pamoja? Ikiwa kwenye mwanga haionekani. Iko kwenye giza. Na kuna mahali unateseka mpaka ufunguke. Sasa ni eneo ambalo kujitoa dhabihu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya nchi yako, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya jamii unayoendelea kuzunguka, ili wewe wa kwanza uwe mfano. Unaweza kujitoa dhabihu tukasema naanza kutunza mazingira kwenye jamii. Baada ya miaka 5 unakuwa bwana mazingira. Na Mungu anakupa maono. Maono na kusudi na ndoto ya mtu inakuja pale anapojifanya kazi ya kijamii. Haiji kwenye eneo lingine. Maono na kusudi na mtu kujitambua kwamba Mungu alimleta hapa duniani kuja kufanya kazi gani. Pale anapofanya kazi ya kijamii, kwa sababu wazungu wote wanaoona wanafanya kazi za kijamii, wanapata maono, wanajua kusudi lake nini. Anapewa wazo la kiungu na Mungu. Nenda kafungua Facebook. Nenda kafungua Google. Nenda katengeneza smartphone. Nenda katengeneza biashara, nenda katengeneza mtandao M-Pesa. Watu watembea na simu zao kwenye pesa zao kwenye simu. Kwa sababu ya nini? Ya kujitolea. Kila mtu ukienda utapata wazungu wanajitolea. Wanatafuta maono. Ukimuuliza mzungu anakuja Afrika kutafuta nini? Ukimuuliza mzungu popote pale atakwambia namtafuta Mungu. Utakuta mzungu anapata mlima Kilimanjaro kwa anamtafuta, anakwambia namtafuta Mungu. Nasikia yuko huko. Unajua ukisema unamtafuta Mungu, ukienda Serengeti unakuta mzungu anamtafuta Mungu. Ukienda uko porini unamtafuta Mungu. Anapotafuta Mungu anaenda anakuta mahali kuna madini. Anasema nimeshamuona Mungu. Anaanza kuchimba. Ndio jinsi mzungu anatafuta. Anatafuta mahali anakuta kuna ardhi nzuri. Anaanza kulima. Sasa nimeshamuona Mungu. Huyo ndio Mungu wako. Sasa leo hii uone mtafuta Mungu wapi? Unakuta mtu anahubiri barabara anakwambia anamtafuta Mungu. Anapata maono. Mungu anapenda akafanye kitu fulani. Ameshampata Mungu tayari. Sasa Mungu tamta. Mtu yuko kwenye kituo cha yatima kila siku anasaidia kazi za mikono. Anaambia anafanya nini huko? Anaambia anamtafuta Mungu. Yaani chochote utakachokuwa unakifanya, mtu akuuliza unamtafuta nani? Unaambia unamtafuta nani? Mungu. Unamtafuta Mungu. Na utamwona Mungu. Na ndivyo jinsi Mungu anapotafuta. Tofauti na hapo hakuna staili nyingine ya kutafuta Mungu. Kwenda kwenye kazi za kujitolea, kazi ya Adam, kazi ya Yesu, kazi ya Injili. Unamtafuta nani? Mungu, na utamwona. Ukiangalia ninachofanya mimi hapa, namtafuta Mungu. Sasa muona. Utakutana na Mungu. Na historia ya maisha yako inabadilika. Sasa watu wengi hawako tayari kujitoa dhabihu. Hawako tayari. Salama ni hatari. Salama nini? Ni hatari. Safety is dangerous. Kukaa salama tu, unakaa siku inapita, hakuna kitu umefanya. Hakuna mtu amekusema vibaya, utaki mtu akuseme vibaya. Utaki mtu akuseme umekuwa kichaa. Utaki mtu akubeze, unataka watu wakuseme vizuri tu. Hiyo ni mbaya sana. Usitafute watu kukusema vizuri, tafuta watu wakuseme vibaya. Amechanganyikiwa. Kwa nini? Kwa sababu anahubiri Injili. Amechanganyikiwa kwa sababu anatembea na Biblia mchana barabarani. Amechanganyikiwa kwa sababu anaenda kanisani kila siku. Huwezi kwenda kanisani ukachanganyikiwa. Huwezi kumtumikia Mungu kwa nini?
ukachanganyikiwa, wewe sio kichaa. Kichaa yule ambaye anakuona wewe ni kichaa. Na watu wakiwa wanakuona huko sawa sawa kila siku, jina lako lijabadilishwa, hauko salama, mbaya sana. Lazima, mimi nimetembea barabarani na ubao wamesema kila aina maneno wanataka kusema. Ndio kitu Mungu lazima utengeneze watu wengi watakao kubeza ili Mungu akunyanyue. Ili Mungu akunyanyue, wala watu wote wanakuwa wanakubeza ni wafuasi wako. Ni wafuasi wako. Unakumbuka kuna usemi wanakuambia kwamba ukitaka kuwa na rafiki na mtu lazima ugombane naye kwanza. Ushasikia kitu ndio ukishagombana lazima watu wakuseme kwanza na watakuwa wafuasi wako. Tena useme vibaya, alafu wanakuja kutoa shuhuda. Wakati kwa tunakuona barabarani, tunakuona mmoja umechanganyikiwa. Kwa hiyo baaga jinsi moja tu kila siku. Ndio mtumishi ana kiwanda cha jinsi. Ana kiwanda cha magari, ana kiwanda cha simu, ana kiwanda cha manyumba. Kwa sababu gani? Alitengeneza watu kumbeza kwanza. Watu kumsema vibaya. Kwa sababu ukiwa uko salama tu kufanikiwa ni ngumu. Hebu tuangalie Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania 12:2. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kuitimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Alidharau aibu yake. Maskini ni mtu anayeheshimu nini? Aibu yake. Yesu alidharau aibu yake, ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Amechukua kila kitu. Furaha iliyowekwa mbele yake nini? Hiyo furaha. Ufunuo 5:12. Ukisoma Ufunuo 5 mstari wa 9 mpaka 12 utapata story nzima. Nataka nikusomee mstari mmoja tu. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 12. Uone furaha iliyokuwa imewekwa mbele ya Yesu. Neno la Mungu linasema, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Hiyo ndio furaha ilikuwa mbele ya Yesu. Vitu 7. Sasa leo kwa sababu gani? Alidharau aibu yake. Alidharau aibu yake. Alijitoa dhabihu. Alikufa kwa sababu ya wengine. Leo kama uko tayari kufa kwa sababu ya wengine, uweze kupata hivyo vitu Yesu anavipata. Leo kama hujadharau aibu yako, uweze kupata hivyo vitu Yesu anavipata. Kuna uweza, kuna utajiri, kuna hekima, kuna nguvu, kuna utukufu, kuna heshima na kuna baraka. Vitu 7. Shetani hajachukua kitu chako hata kimoja. Alichukua vitu vyako vyote ni Yesu. Kwa nini? Alijitoa dhabihu. Alijihatarisha kwa imani. Sio kwa kuona, alijihatarisha kwa imani. Sio kwa kuona. Kujihatarisha kwa imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajia baada ya mambo yasiyoonekana. Kujihatarisha kwa kuona, uone kitu. Tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Kwa lazima kuangalia eneo la kujihatarisha ni eneo gani. Ukiangalia wana wa Israeli walipotumwa wale wapelelezi 12 kule Misri, kule Israeli, Musa alipowatuma wana wa Israeli, neno la Mungu linasema nini? Kwenye kitabu cha Hesabu 13 mstari wa 30. Hesabu 13 mstari wa 30 na mpaka 33. Neno la Mungu linasema nini? Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyopeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa,
na watu wote wale waona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, wakajiona nafsi zetu kuwa ni kama mapanzi. Sasa hebu angalia, watu wanataka kuwa salama, wakaamua kusema nini? Uongo, kwamba ile nchi na watu wanaokula nini? Watu wanaokaa ndani yao, ndani ya ile nchi. Yaani uje Tanzania useme Tanzania wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Watu wanataka kuwa nini? Salama. Lakini Kalebu na Joshua walisema tupande mara, tutatamalaki ile nchi, tutashinda. Sasa angalia, ukitaka kuwa salama unajihatarisha. Wale watu walikufa wote 10 ambao wanaotangaza. Kwa sababu gani? Wanataka kuwa nini? Salama. Ukitaka kuwa salama unakufa, unaiangamiza nafsi yako. Yesu anasema ukitaka kuwa salama unaiangamiza nini? Nafsi yako. Fanya kitu ambacho watu watakusema vibaya, lakini kinampendeza nani? Mungu. Lazima uyahatarishe nafsi yako, uhatarishe muda wako, uhatarishe maisha yako, ili uweze kutoka hapo ulipo. Tofauti na hapo, ukitaka kuwa salama unajiangamiza, unajimaliza mwenyewe. Safety is dangerous. Kuwa salama nini? Ni hatari kubwa. Kwa sababu watu nafasi ya kusema, toa nafasi ya kuteseka kwa muda mfupi ili upate raha ya muda mrefu. Tofauti na hapo ni ngumu, na una muda wa masaa 24. Tenda kuulizwa muda wako uliotumiaje. Daniel, Shadraka, Meshaki na Abednego. Hebu tuangalie Daniel alipotumbukizwa kwenye shimo la simba. Daniel 6:16, tutaruka tuende mstari wa 21. Daniel katika mtu wa kwanza duniani kumbishia mfalme alikuwa Daniel na Shadraka na Meshaki na Abednego. Mtu wa kwanza kumbishia rais mbele ya Kadamnasi, akamwambia tutafanya, sitakula chakula chako, na hata kama Mungu asiponiokoa, Mungu atabaki kuwa nani? Mungu. Fika mahali ujitoe dhabihu kwa ajili ya Mungu. Daniel 6 mstari wa 16, tutaruka tena na 21. Neno la Mungu linasema nini? Daniel sura 6 mstari wa 16, alafu tutakwenda mstari wa 10 mstari wa 21. Daniel anatumbukizwa kwenye shimo la simba. Neno la Mungu linasema, basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Mungu wako atafanya, atakuponya. Mstari wa 21 unasema, mstari wa 21, ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme uishi milele. Mfalme uishi nini? Akamwambia Mungu wangu amemtuma malaika wake. Akamwambia Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba Kiswahili makanwa ya simba. Ni Kiswahili cha makanwa nini? Simba. Sasa angalia, Danieli anamwambia mfalme, Mungu ameshatuma malaika, atafunga kinywa cha nini? Cha simba. Sasa hebu niambie, watu wako tayari kujihatarisha kwa sababu ya Mungu, kwa imani, sio kwa kuona. Kujihatarisha kwa nini? Kwa sababu hamuoni malaika, lakini amemwambia malaika, Mungu ameshatuma malaika, atamfumba simba wako pia, au tutaonekana ni simba hao wawili. Kwa nini Danieli alisema vile? Alikuwa na mafunuo, alijua Mungu wake ni simba wa nini? Wa Yuda. Alijua Mungu ni simba nini? Wa Yuda, kwamba hichi kitu kitatokea. Mungu hawezi kuniacha mimi papa na simba, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio simba. Tuko pamoja? Sasa lazima ukae chini. Unapojihatarisha kwa imani, kuna andiko lonalo unasimamia, kuna ufahamu lonalo unafanya unasimamia. Alijua Mungu wangu ni simba wa nini? Wa Yuda. Simba hawezi kula simba.
Simba hawezi kula nini? Simba amli simba mwenzake, simba atakula swala. Mimi sio swala. Danieli alimwambia mfalme, mimi sio nani? Mimi sio swala. Mimi ni simba kama simba anayetaka kumtumbukiza kwenye nyumba yake. Hebu tuangalie Danieli 3 mstari wa 16 na 25. Danieli sura ya 3 mstari wa 16 after Luka 25. Neno la Mungu linasema, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hatuna haja ya kukujibu katika neno hili. Hatuna haja ya kujibu katika neno, kwa sababu anawatumbukiza kwenye nini? Kwenye tanuru la moto. Mstari wa 25 unasema nini? Mstari wa 25. Turuke tendo 25. Mstari wa 25 neno la Mungu linasema, akajibu akasema, tazama mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katika moto hali hawana madhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Mungu alishatangulia kwenye tanuru la nini? La moto. Wakaona walitupa watatu. Wakaona watu wangapi? 4. Nebukadneza alijuaje kwamba huyu ni miungu, ni Mungu? Alikuwa anajuaje kwamba ni Mungu? Unajua brother, ndio pale tunaposema Mungu akufungulie macho akuone. Huyu ni mtu anayeua watu. Alafu amejuaje kwamba yule wa 4 ni nani? Ni Mungu. Unajua kuna kitu ambacho nilikuwa najaribu kuangalia, najiulizaga sana, Mungu akufungue macho. Wakati Yusufu ameuzwa utumwani, akauzwa kwa akida mkuu wa jeshi la Farao, akawa mtumwa kule ndani mfanya kazi. Yule bwana sio alikuwa anaabudu, sio Mwisraeli, ni Misri. Alikuwa anaabudu miungu mingine, lakini aliona roho ya Mungu ndani ya nani? Ya Yusufu. Inakuwaje leo unakaa na mfanya kazi nyumbani kwako? Unakaa na mtu nyumbani kwako, uone roho ya Mungu. Uone roho ya Mungu ndani yake. Unajua kuna watu wengi sana kwenye makampuni yao wamemfukuza Mungu kwenye makampuni. Wamemfukuza nani? Mungu. Huyu ni mtu ambaye amwabudu Mungu aliye hai, lakini aliona roho ya Mungu akamkabidhi mali zake zote, kila kitu akamkabidhi. Sasa unapomwomba Mungu akupe macho ya roho, uweze kuona, uweze kutambua watu, kwa sababu watu wengi wamepishana na Mungu. Wamepishana na Mungu. Kumbuka wale wazee watatu waliomtokea nani? Abraham. Mmoja alikuwa nani? Mungu. Kaambia siwezi kufanya jambo kubwa kama hili huko Sodoma na Gomora bila kumuuliza rafiki yangu nani? Abraham. Sasa leo kuna watu wamefukuza Mungu. Kwa sababu Mungu alisema na tufanye mtu kwa mfano wewe. Ukimchukia mtu umemchukia Mungu. Ukichukia watu umechukia nani? Na kwamba mpende jirani yako kama unavyoipenda nini? Nafsi yako. Kuna eneo ambalo tunakosea. Nebukadneza anaweza kumuona Mungu kwenye moto, lakini Mlokole hajamuona Mungu kwenye moto. Changamoto kubwa. Potifa anaweza kuona Mungu ndani ya nani? Yusufu. Lakini leo watu wanaona pesa ndani ya watu. Ukiona pesa ndani yako anakuheshimu. Anaona pesa ndani ya nini? Mtu anakuheshimu. Ukienda kwenye duka na mtu umevaa suti, umepaki gari kali hapo nje, watu wote dukani wanasimama na kuhudumia. Nenda bila gari, uangalie kama mtu atasimama. Wanaenda kuchati kwenye simu, wanaenda kula. Wanakuuliza unataka nini? Nataka kununua. Nataka kununua. Nataka kuangalia. Hangaiki na wewe. Kwa sababu wameona hawajamuona Mungu ndani yako, wanatafuta nini? Pesa ndani yako. Kwa ni eneo la msingi la kumwomba Mungu akufungue macho, waanze kutambua, kumjua Mungu. Sasa tunachokiangalia siku ya leo ni kujihatarisha. Ukisoma Mathayo 14 mstari wa 22 mpaka 33, utamwona Petro anamuuliza Yesu, Master, ni wewe nishuke kwenye meli, nishuke nikufuate hapo ulipo? Petro yuko tayari kujihatarisha kwa kusikia neno la nani? La Yesu. Kujihatarisha kusikia neno la Yesu. Yesu anamwambia njoo, shuka kwenye boti. Master, nije? Akamwambia ndio, njoo. Hebu tuangalie maandiko yanasema nini. Mathayo 14:22 mpaka 33. Nisome mstari wa 27 mpaka 31. Mstari wa 27 mpaka 31, neno la Mungu linasema nini? Mathayo 14. Mara Yesu akanena akawaambia,
jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipoona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga hewa. Yesu akanyosha mkono, akamrudisha kwenye boti. Petro alikuwa yuko tayari kufanya nini? Kujihatarisha kwa imani. Na tayari alijihatarisha, alitembea kwenye maji. Sasa ni watu wangapi wanaweza kutembea kwenye maji? Yesu mwenyewe kutembea kwenye maji alikuwa anafanya nini? Anajihatarisha kiimani, kwa imani, kwa sababu alishika ile maji akayombea, akayagandisha, yakawa barafu, kapita juu. Sasa leo hii unafika mahali unakuta kuna mto, unashika maji unayombea, unayagandisha, unapita juu ya mto. Au unashika unayombea, unayatenganisha, unapita kama jinsi Mungu alivyotenganisha bahari ya Shamu. Yote ni imani. Tuko pamoja? Sasa kama hujafika katika hicho kiwango cha kujihatarisha kwa ajili ya mambo ya Mungu, Mungu hawezi kufungua njia kwa ajili yako. Au hujihatarisha kwa sababu ya mambo ya Mungu, Mungu hawezi kugandisha ile maji kwa ajili yako ili upite juu. Kwamba lazima kuna kitu ambacho Mungu anafanya, anajua ana maslahi na wewe. Kuna maslahi yake ndani yako. Ukisema kitu Mungu anafanya. Lakini tofauti na hapo, Mungu anakuwa salama na yeye, anakaa ukikaa sehemu salama na Mungu anakaa huko. Ukijihatarisha na Mungu anafanya nini? Anajihatarisha. Mungu afanye kazi. Roho Mtakatifu ukinyamaza naye ananyamaza. Ukiongea naye anafanya nini? Anaongea. Ukiondoka hapo ulipo naye anaondoka nawe. Usipoondoka aondoki. Anakaa hapo hapo ulipokaa. Methali sura ya 16 mstari wa 9. Methali 16 mstari wa 9. Methali 16:9 neno la Mungu linasema, moyo wa mtu uifikiri njia yake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Ukipiga hatua moja tu Mungu anaiongoza. Ukisema unaondoka hapa leo Nairobi, Mungu anaongoza hatua zako. Anaongoza hatua zako. Kwamba lazima uwe tayari kujihatarisha kwa imani, sio kwa kuona. Uwe tayari kujihatarisha kwa imani na wala sio kwa kuona. Kwa imani ni kwamba unatembea na neno la Mungu. Unatembea na neno la Mungu. Unatembea na neno la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Hosea sura ya 14 mstari wa 2, neno la Mungu linasema nini? Hosea 14 mstari wa 2. Lazima uwe na neno ambalo unasimama nalo. Neno la Mungu, Hosea 14 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudishie Bwana. Chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudishie nani? Bwana. Sasa wakati Yesu anajaribiwa na shetani, anasema imeandikwa. Anamrudishia Mungu nini? Maneno yake. Imeandikwa. Mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litakalotoka katika kinywa cha Mungu. Sasa leo unapata changamoto. Una neno la kumrudishia Mungu, kwamba Mungu alisemaga hivi. Kama una neno unakosa msaada. Mungu anataka kujua. Mungu anapoleta changamoto kwenye maisha yako, anatafuta kama kuna neno lake ndani yako utakalo litamka. Anatafuta, unanikumbuka? Nishatemaga hichi. Kumbuka mtoto akifanya kitu, baba akija akisema nani kafanya, baba tulisemaga tukija tufanye hivi. Baba ananyamaza kimya. Kweli uongo? Sasa anamwambia baba, anamrudishia baba maneno yake, ulisemaga hivi. Lakini sasa kama umefanya na hakuna neno ambalo unakumbuka baba yako alishasema, unapata adhabu. Kwa sababu Biblia inakwambia tendo lolote lisilotoka katika imani ni dhambi. Warumi 14:23. Tendo lolote lisilotoka katika imani nini? Ni dhambi. Tendo lolote lisilotoka ndani ya neno la Mungu ni dhambi. Kwa lazima usimame na neno la Mungu, na maisha yatakuwa mazuri. Tofauti na hapo, wakati Shadraka, Meshaki na Abednego wamekubali kutupwa kwenye tanuru la moto, wanakumbuka neno moja tu. Waebrania sura ya 12:29. Waebrania 12:29.
Wanakumbuka ile andiko. Wakamwambia mfalme, tuko tayari kutupwa kwenye moto. Waebrania 12 mstari wa 29. Neno la Mungu linasema nini? Maana Mungu wetu ni moto lao. Maana Mungu wetu ni moto. Unaogopa tena moto? Kama Mungu mwenyewe ni moto. Mungu wako wewe ni moto, unaogopa moto? Wewe unaogopa moto. Anaanza kwa maana Mungu wetu ni moto lao. Wakabaki tupe hivi. Hata Mungu asipotokoa atabaki kwa nini? Mungu akatangulia kwenye moto kabla hajatumbukiza kwenye moto. Alafu pole kutumbukiza kwenye moto, wale watu ambao walitupa kwenye moto ile walamba wote kutumbuka kwenye moto, akaungua kaishia kule kwenye moto. Mungu angelichira dakika moja kusingelikuwa kuna shida kimesha kila binadamu. Kwa sababu ukiwa unamtumikia Mungu, Mungu anawahi kwenye ile shida yako, anakuwa kwanza kufika pale. Anakuwa kwanza kufika pale. Kwa sababu anajua uko covered, full cover insurance. Kwa lazima ujitahidi ufanye kitu cha Mungu ili Mungu afanye cha kwako. Ufanye kitu cha Mungu. Hebu tuangalie Warumi 8 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema nini? Warumi 8:19. Neno la Mungu linasema nini? Kwa maana viumbe vyote pia wanatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote wanatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa nini? Kuangalia wana wa Mungu kama watajihatarisha kama sisi wa mtaani. Wana wa Mungu hawajiharishi. Wenyewe kazi yao ni kwenda kanisani, kwenda kwenye maombi, kunyosha mikono juu na kuomba, basi biashara imeisha. Hawako tayari kwenda kufanya biashara barabarani. Hawako tayari kuchoma mahindi. Wanaona aibu. Kwa sababu wale waumini wenzake kule kanisani wataona anachoma nini? Mahindi. Hawako tayari kujihatarisha. Hawako. Sasa hao duniani wanasema tunaangalia nyie mtafunuliwa na nini? Sisi tumekuja na smartphone, tumekuja na makompyuta, tumekuja na magari, tumekuja na nyie walokole, tumekuja na nini? Hamna kitu mnakwenda nafanya, kwa sababu mnakwenda iko salama. Anataka kuwa nini? Salama. Salama. Unajua hivyo anataka kuwa salama. Alafu anasema Bwana, unapozuru wengine usinipi. Unapita spidi 160, 360 kwa saa. Unapita spidi 360 kwa saa. Kwa sababu mtu yuko salama, anapitwa. Mtu ambaye yuko salama, hayuko salama apita. Yuko kazini, anajihatarisha. Yuko barabarani, anahubiri Injili. Yuko kwa watoto yatima, anasaidia kazi. Yuko huko anapanda miti. Yuko kwa kame, anapanda nini? Miti. Yuko kwenye nyumba za wajane, yuko kwa nyumba za wazee, yuko kwa watu wa mtaani, anawasaidia. Yuko tayari anajihatarisha. Sababu watoto wanatembea na vitu. Wala watoto sana wanataka kuzuru. Unaweza kuongea kitu wakakuzuru. Umeelewa walivyo amejihatarisha. Wanaweza kuibia simu. Sasa watu wanaiba nini? Simu yako wanakuibia. Yuko mtu ameenda kujihatarisha. Lakini sasa leo ukitaka kuwa salama, utaki kuibia simu yako, utaki madhara. Hiyo ni hatari zaidi. Hiyo ni hatari zaidi. Kama lazima ujihatarishe kwa imani, sio kwa kuona. Kwa maana tunaenda kwa imani, sio kwa kuona. Sio kwa kuona. Kuna mfano Yesu alitoa, muda wetu umeisha, bado dakika 2. Kuna mfano Yesu alitoa kwenye Luka 20 mstari wa 9 mpaka 18. Tusome hiyo Luka 20 mstari wa 9 mpaka 18. Kuna mfano Yesu alitoa hapa mzuri sana. Luka 20 mstari wa 9 mpaka 18. Neno la Mungu linasema akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, yaani akawakodisha wakulima ile shamba. Akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfuza mikono mitupu. Wakampiga na wakamfuza, akarudi mikono mitupu. Okay.
Akatuma mtumwa mwingine, wakampiga huyu, naye wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Kuwa salama ni hatari. Watu wameenda kujihatarisha na wanapigwa. Okay, akatuma na watatu, huyu naye wakamtia jela, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima waliokodishwa shamba walipomwona, walishauriana wao kwa wao, wakasema, huyu ndiye mrithi. Huyu ndo nani? Mrithi. Okay, samahani, nimeruka miwani yangu hapa, sioni vizuri. Akatuma mwanangu mpendwa, yamkini watamheshimu. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao, wakasema, huyu ndiye mrithi. Huyu na tumuue, ili urithi uwe kwetu. Ili urithi uwe nini? Ili kuangalia watu wanatumwa, watu wanajihatarisha. Wanatumwa kwenye nini? Kwenye hatari. Ukiendelea kusoma hapo, utaona Yesu anauliza kwamba kitu mfano kama wenyewe mtafanyaje? Wala watu wakasema, tunaomba lisitoke. Tunaomba lisifanye nini? Alapo mfano, watu wametuma wa kwanza, amekodisha shamba la kwake, wakawapiga, wakamfukuza mkono mtupu. Wa pili hivyo hivyo, wa tatu hivyo hivyo. Mtoto akatumwa wakamuua. Hapo ni Yesu sasa. Hapo aliuao nani? Yaani Yesu anatoa mfano wake. Sasa huyo wa kwanza sijui ni nani? Kabla ni Adam. Wa pili ni nani? Kabla ni Musa. Wa tatu sijui ni nani? Sasa lazima ukae chini uangalie. Ukiwa salama ni hatari. Kuwa salama ni hatari. Kama uwe tayari kabisa kufa kwenye kazi yako, kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya familia yako, kafanye kazi. Kafanye kazi. Na katika historia ya dunia, hakuna mtu ambaye ameshawahi kufaga kazini. Hakuna mtu ameshawahi kufanya kazi mpaka akafa. Hakunaga mpaka leo. Tangia dunia imeanza. Lakini watu wanakufa kitandani wamelala. Wengi. Kuna watu wanakufa na ajali. Wengi. Lakini watu amekufa kazini. Amefanya kazi mpaka akafa. Wako watu wamekula chakula mpaka wakafa. Kweli uongo? Kuna chakula mpaka akapata na magonjwa akafa. Kwa hiyo lazima uchunge muda wako. Muda wangu umeisha, saa 8:01 tumalizie. Kwa hiyo nataka tu nikushauri kwamba usitafute sana kuwa salama. Jihatarishe. Fanya kitu. Hebu tusome Yohana sura ya 11 mstari wa 8 na wa 10. Yohana 11. Ukisoma Yohana 11 mstari wa, ukisoma mstari wa kwanza mpaka 16 utapata story nzima. Hebu tusome haya maandiko. Yohana 11 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, Yohana 11 mstari wa 8 mpaka wa 10, taunganisha mpaka 16. Neno la Mungu linasema, hii ni wakati Lazaro amekufa. Story ya Lazaro kwa nini kufa? Yesu amemwambia wanafunzi wake, Lazaro amelala. Na nataka nile rafiki yangu Lazaro amelala, nataka nile nikamwamshe. Wanafunzi wakamwambia, kama amelala simwache atamka mwenyewe. Yesu akamwambia ukweli. Huyu jamaa amefanya nini? Amekufa. Ndio akasema, what? Sasa unataka kwenda kule? Sasa angalia wanaposema wanafunzi. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, mwalimu, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta kupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa la mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwaa, kwa sababu aiona nuru,
ya ulimwengu huu, bali akienda usiku ujikwao, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Mstari wa 11, ili anasema aliyasema hayo, kisha baada hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, kisha ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona au ataamka. Lakini Yesu alikuwa ananena habari za mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Mstari wa 14, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Lakini twendeni kwake. Mstari wa 16, basi Tomaso aitwaye Pacha, ambaye ni Pacha yule Tomaso aliye yule mwingine, akasema, Tomaso akawaambia wanafunzi wenzie, twende na sisi ili tufe pamoja naye. Twende na sisi ili tufe pamoja. Wako tayari kufanya nini? Kujihatarisha. Twende na sisi na Bwana ili tufe pamoja nani? Sasa uko tayari kufa pamoja na nani? Uko tayari kufa pamoja na nani? Hebu niambie, watu wako tayari kufa pamoja na Yesu. Petro alikata mtu sikio, yuko tayari kufa na nini? Na Yesu. Sasa leo unakuwa uko salama. Hawa jamaa wako salama. Kuwa na Yesu hauko salama. Ukitembea na Yesu hauko nini? Yesu anatafuta kufa nini? Kuuliwa. Ukitembea na mtu anatafuta kuuliwa, hauko nini? Zikimwaga risasi na wewe unafanya nini? Unakufa. Wewe tembea na Yesu kwa uko salama hata siku moja. Mpaka sasa hivi ukiwa unatembea na Yesu hauko nini? Hauko salama. Yesu anatafuta kuuliwa mpaka sasa hivi. Ongea mambo ya Yesu tu. Nenda hapo Uarabuni, ongea mambo ya Yesu. Utakuwa salama. Utakuwa salama. Lazima ukae chini uangalie, wanafunzi wa Yesu walijihatarisha, wako tayari kujihatarisha. Leo unajiuliza, wewe uko tayari kujihatarisha kwa sababu ya nini? Ni biashara gani unaweza kufanya kujihatarisha kwenye biashara hii? Unajihatarisha kwa imani. Kujihatarisha kwa imani, unapata taarifa za biashara, unajifunza ile biashara, ndio unaenda kufanya. Unaanza kidogo. Kwanza kwa imani ni kwanza kidogo, bila hela ya mkopo, kwanza na ulichonacho, ndio kwanza kwa imani. Na utakwama. Hautakwama. Kwa sababu unamtegemea Mungu. Kwanza kwa imani unamtegemea Mungu. Kianza kwa kuona, unaanza na mikopo. Unaanza na hela ya mtu mwingine. Sio mikono yako, sio muda wako, sio imani yako. Anza na imani yako, anza na ulichonacho. Utafanikiwa. Kwa hiyo lazima ujitahidi uondoke katika safe zone, sehemu salama. Uingie kwenye sehemu ya nini? Hatarishi. Ili uweze kupata akili, uweze kufikiri, uweze kuona vitu ambavyo wengine hawaoni. Ukiwa katika sehemu salama, uone. Hata mwana mpotevu alijaribu kuondoka kwenye sehemu salama, akaenda sehemu hatarishi, akaona vitu ambavyo alikuwa havioni, mpaka akafika mahali anakula na nguruwe. Lakini aliporudi nyumbani anakuwa na heshima. Alijua tofauti ya giza na nuru, alijua tofauti ya nyeupe na nyeusi, kwa sababu aliondoka kwenye ile sehemu salama. Ule ndugu yake alikuwa kwa sehemu salama, mpaka anakufa kwa sehemu salama. Hata Yakobo hakutaka kuwa sehemu salama. Alichukua baraka za ndugu yake akakimbia, hakutaka mali. Sema hii sehemu ni salama sana. Hii sehemu salama kukaa kwa baba yako na mama yako. Abraham mwenyewe amekaa kwa baba yake na mama yake, sehemu salama miaka mitatu 75, mpaka Mungu akamwambia ondoka hapo. Alikuwa kwa sehemu salama. Sasa ukikaa mahali salama tu, unaona siku inapita, hamna changamoto imetokea. Unajua kuna wakati wa vita na wakati wa amani. Sasa wakati wako wa amani ni huu, wakati wako wa amani. Huu ni wakati wako wa nini? Wa vita, kupigana na kazi. Huu ni wakati wako wa vita, sio wakati wa amani. Wakati wa amani mpaka kufikia miaka 100, 120, 130 ndio wakati wa nini? Wa amani. Na kula matunda ya kazi unayofanya. Lakini sasa hivi ni kijana ambaye muda wote ni wakati wa nini? Wa vita. Kijana hawezi kuwa kwenye wakati wa amani hata siku moja. Sasa vijana wanapelekwa wapi? Jeshini, wanapelekwa vitani. Kijana huwezi kuwa kwenye wakati wa amani. Hata unakaa kijana una relax.
Siku nzima inapita, kuna changamoto imetokea, kuna hujapigwa na jiwe, hujarushiwa maneno, hamna kitu unachofanya. Lazima watu wakurushie maneno, lazima upigwe na jiwe, kwa sababu kuna kitu unafanya, wanakutamkia maneno mabaya, mengine mazuri, mengine mabaya, unapigwa na mawe ya maneno. Sasa huyo ni kijana ambaye kesho tunamtegemea kuwa mtu fulani, lakini sasa unakuta hakuna kitu chochote, unakuwa uko salama tu. Hiyo ni hatari zaidi, hiyo ni hatari. Tumesema hapa duniani kila kitu kina madhara, kila kitu tunachokiona kina madhara. Chakula kina madhara, madawa yana madhara, kupanda gari na madhara, kutembea barabarani ni hatari. Hakuna hatari kubwa kama kujihatarisha kukatisha barabara kutoka upande dogo kwenda upande wa pili. Unaweza kugongwa na gari saa yote, kweli uongo? Hakuna kitu hatari kama kupanda gari. Nikapata ajali ukafia kwenye nini? Kwenye ile gari. Sasa wewe kuna vitu umeshachukulia kwamba ni sawa sawa, lakini vile vitu sio sawa. Vile vitu sio sawa. Yaani unaona kwamba kupanda gari ni sawa. Kuna mtu anaruka barabara, anaona gari linakuja spidi, afu anaruka anakimbia pap. Unajua ni kitu hatari sana. Mwingine akiona mvua anakimbia, lakini akiona gari afanye nini? Akimbie. Sasa huyu mtu akili yake sio nzuri. Mtu mwingine anakula chakula haja kiombea, hajui kimewekwa nini. Tuko pamoja. Na chakula kimetoka wapi? Viwandani. Kwa hiyo lazima uondoke kwenye sehemu salama, ujitoe dhabihu, usijihatarishe. Kujitoa dhabihu ni kujihatarisha kwa imani. Ni kujitoa nini? Dhabihu, kujihatarisha kwa imani. Kuna neno la Mungu linalosimamia kufanya hicho kitu, bali utafute kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtafanya nini? Tazidishiwa. Huko ni kujitoa dhabihu. So usipojitoa dhabihu kuna kitakachotokea. Basi kwa ufahamu tuishie hapo. Somo letu la leo lilikuwa nasema nini? Salama ni hatari. Kuwa salama ni hatari. Safety is dangerous. Kuwa salama ni kutengeneza mazingira ya kujihatarisha. Kwa hiyo lazima ufanye kitu. Basi tunamshukuru Mungu kwa dakika chache. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira saa 8 tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki majira saa 8 na hekima ya Kristo, fahamu ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki majira saa 8 na upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Mungu, malango ya kujifunza biashara, malango ya akili ya Kristo, fahamu ya Kristo, malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuona maandiko katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kuona fursa, kuona kazi, kuona biashara, kuona maono, kuona ndoto katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Asante kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kujihatarisha kwa imani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kujitoa dhabihu kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya Roho Mtakatifu, kwa ajili ya watu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante.
kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa baba, Mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetandaza nchi juu ya maji, uliyefanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioongoza wana wa Israeli jangwani, ukakipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu ulioua wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa uwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ni Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika giza, katika utupu, katika umaskini, katika magonjwa, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth iliyomwagwa msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ni za milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, kwa tuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetusamea madini yetu yote ya kiroho na ya kimwili, kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetulinda, uliyetufunika kwa damu ya Kristo Nazareth, ukatuzungushia moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu nakuja mbele yako, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa huko, kwa maana wakati karibu, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako. Roho Mtakatifu nakuomba, bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki nyumba zao, bariki familia zao, bariki ndoa zao, bariki watoto wao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki kazi za mikono yao, bariki chochote atakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu waongezee ujasiri wa kuthubutu, ujasiri wa kujihatarisha kwa imani, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu waongezee imani kama mitume wanavyosema, Bwana tuongezee imani, waongezee imani ya kujihatarisha, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu waongezee imani ya kujitoa dhabihu, katika jina la uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tena kwenye sala ya toba tutasema Yesu mwana Daudi mara 3. Nikisema jina langu bila mwisho unasema jina lako. Turudia maneno: Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, mimi bila mwisho. Naomba nirehemu, naomba nirehemu, naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote, unisamehe dhambi zangu zote, unisamehe maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya, amen. Tarudia maneno nikisema jina langu bila mwisho nasema jina lako. Tarudia maneno: hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu itanipata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asante, Mungu awabariki sana. For my victory, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my business, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my wifey, I thank God, yeah, Baba. I thank God, yeah. For my baby, I thank God, yeah, Baba.
For my house